Okay, karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya Madam Suzy, hii ikiwa ni sehemu yake ya 4. Karibu mpenzi msikilizaji, mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii, langu jina naitwa Sahanlaki, kinaita Mr. Stallman. Inakuwa noma zaidi. Chepo alibananishwa vibaya. Mkuu wa shule alitaka ampashe habari kuhusu mahusiano yangu na Madam Suzy. Ameshasikia habari tayari, lakini hakuwahi kupata ukweli. Chepo alijitahidi sana kuficha siri, lakini alibananishwa vibaya. Uoga wa kufukuza shule ulimsumbua. Hapo ndipo alipojikuta anavunja agano. Mwanzo mpaka mwisho akaweka bayana kuhusu mahusiano yangu na Madam Suzy. Kila kitu kikawa bayana, kuanzia mwanzo wa mahusiano mpaka tulipofikia. Hapo mkuu wa shule alichanganyikiwa, hakuamini yaliyoelezwa. Kilichomchanganya zaidi ni swala la ujauzito wa Madam Suzy. Kumbuka, kila kitu changu anajua Chepo, hivyo hata Madam Suzy alipopata ujauzito, mtu wa kwanza kumshirikisha alikuwa ni Chepo. Mkuu wa shule akapagawa, akazidisha chuki juu yangu. Haikuwa chuki ya kawaida, bali ilikuwa chuki ya mauaji. Alimshukuru sana Chepo kwa maelezo yake, akampatia msamaha, akamweleza ya kwamba haikuwa kesi ya kweli, bali alitaka kujua ukweli wa mahusiano yangu, na sasa amepata ambacho alikuwa amekusudia. Chepo aliishwa pozi, hakuelewa ni kwa nini jambo hilo linatokea kwenye maisha yake. Aise, hauwezi ukaamini, mkuu wa shule aliamua maamuzi magumu sana. Kwanza, alimfukuza Madam Suzy kwenye nyumba ya walimu kwa sababu zisizoeleweka kabisa. Madam wa watu na tumbo lake alitupiwa vitu vyake nje. Hakuwa na pa kwenda zaidi ya kuhitaji msaada wangu. Nakumbuka hii siku nilikuwa kijiweni. Madam alinipigia akihitaji msaada wa hifadhi yangu. Madam alikuwa analia mno, hakuelewa nini atawaeleza wazazi wake. Mwanaume, sikutaka kuwa mnyonge. Nikatengeneza mpango wa kumkomboa kipenzi changu. Hapo kijiweni kuna rafiki yangu anaendesha guta. Nikamwomba twende tukampe msaada mpenzi wangu. Guta likatia nanga pale kwenye nyumba za walimu. Wakati huo mwalimu mkuu yupo. Aliponiona akanifuata nivamie, lengo anipige. Hii siku alijichanganya. Kwanza nilikuwa na hasira naye toka kitambo tu, alinipaga adhabu bila sababu. Pili, amemzalilisha mke wangu. Haitoshi, amekiliza kichanga changu kilicho tumboni kwa shuruba zake za kutaka kumfukuza mama wa watoto wangu. Hapa aliyakanyaga. Nilimchezea kipigo cha mbwa koko kiasi cha kumng'oa meno. Basi baada ya kipigo tulipakiza vitu vyetu kwenye guta na kuondoka zetu. Nilijiona mjanja mwenyewe kumtendea mabaya mkuu wa shule yangu. Nisilolijua, nimejichochea moto mwenyewe, moto ambao haukuweza kuzimika. Baba wa watu nimemzalilisha. Mimi nafurahi. Mkuu wa shule hakutaka kuwa mnyonge. Alinitafutia mganga aniazibu kichawi. Mganga kanitenda vibaya, uchizi ukanivaa katika kipindi ambacho majukumu yalikuwa kinitegemea. Mama yangu ni mjane, hana mbele wala nyuma. Yeye mwenyewe kula yake ananitegemea mimi. Naweza nikawa na kuchanganya kidogo. Kwa nini niseme mama yangu ni mjane ingali baba yangu yuko hai? Napenda kusema hivyo kwa sababu baba yangu hana msaada nyumbani kwetu, anaishi kama mfu. Isitoshe, kipindi hiki alikimbia kabisa nyumba, hatujui alikwenda wapi. Nyumbani nimemletea majukumu mazito mama yangu. Madam Suzy anaishi nyumbani kwetu, anahitaji huduma ili mambo yaende. Haitoshi, na mimi nimesharogwa tayari, nimekuwa chizi kisha kazi. Mama yangu alikonda kwa mawazo, akanipa lawama zisizo na kikomo. Sio peke yangu tu, bali hadi Madam Suzy. Kwa hakika yeye ndiye aliyolaumiwa zaidi. Alionekana ndiye sababu ya yote yaliyotokea. Ugomvi mkubwa ukaibuka kati ya mkwe na mama watoto wangu, Madam Suzy.
Madam Suzi wa watu akaanza kupitia mateso na manyanyaso kutoka kwa mama yangu. Madam alimjua msababishaji wa uchizi wangu. Hapo ndipo alipomfuata mkuu wa shule kutaka msamaha ili mimi nikomboke kutoka kwenye mateso na mahangaiko hayo nipitiayo. Madam Suzi aliomba sana msamaha, lakini wapi. Ndio kwanza alifunguliwa mbwa amkimbize akiwa na kichanga chake tumboni. Mbwa walimbaruza vibaya kiasi cha kumng'ata kwenye mguu wake. Tabu na mateso zilimtawala huku anavumilia maumivu ya uzazi. Licha ya hivyo, maumivu ya kidonda cha mbwa mkali wa mkuu wa shule yalikuwa yakimwazibu vilivyo. Kwa hakika tabu ilikuwa juu ya tabu. Wazazi wake hawataki hata kumuona. Wametumia pesa nyingi sana kumsomesha. Mwisho wa siku kazichezea vibaya. Wazazi wake nao ndio hivyo tena, wameamua kumbwaga. Hakuna msaada aliyokuwa akiupata. Uzuri mama hakumfukuza nyumbani licha ya masimango yake juu ya mkwewe, ila kuna muda alimpa msaada kidogo. Si unajua tena, mama ni mama, hata iweje hawezi acha kuwa na huruma juu ya mtoto wake. Kuna muda ulifika mama alirudi nyuma, akaona bora amsaidie mtoto wake. Wakati huo mimi sielewi moja wala mbili, ni vurugu tu mtaa mzima. Akili zishavurugikiwa, hazinasi chochote kile. Sikumbuki chochote kuhusu maisha. Hizi hadithi zote ambazo leo na kuhadisia, mimi mwenyewe nimehadisiwa tu baada ya kupona. Najua una maswali mengi sana juu ya historia yangu. Unatamani sana kujua kinachoendelea baada ya mimi kuwa chizi. Najua unatamani nikuhadisie ni kwa namna gani niliweza kupona kutoka katika janga hili la uchizi, na sasa niko salama na kuhadisia hadithi hii. Iko hivi, wakati mimi naendelea kuteseka na uchizi, ujauzito wa Madam Suzi uliendelea kukua taratibu. Kila ujauzito ulipoendelea kukua, basi na mimi uchizi ulipamba moto zaidi. Ujauzito ulipofikia miezi 9, nami uchizi ndio haushikiki kabisa. Sasa ilifika hatua navua nguo kabisa. Mpenzi msikilizaji, hivi nadhani ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea katika sehemu ambayo inafuata? Tukutane katika sehemu ya 5, mbivu na mbichi ambazo zinaenda kutokea katika simulizi hii nzuri, simulizi yenye kuvutia. Ulikuwa nami wakati wote katika sehemu hii. Na jina naitwa Salki, Kirita Mr. Solomon. Inakuwa noma zaidi.